Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii. Karibu sana katika Siasa na Haki, na leo Jumatano Machi 25 mwaka 2026, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ambaye pia ni mbunge wa Arusha Mjini, Mheshimiwa Paul Christian Makonda ametoa kauli kali na yenye mvutano mkubwa. Akizungumza mbele ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba katika mkutano wa mwaka wa wadau wa elimu kwa umma mkoani Arusha, Makonda amesema kuwa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2030 kuna wanasiasa wengi wanaotaka kutumia shida za wananchi kupata uongozi mkuu wa nchi. Ameahidi kushughulikia vikali wale wote wanaopanga njama za kuharibu na kuzoofisha jitihada za Rais Samia Suluhu Hassan ili kufanikisha ndoto zao za urais. Ameonya pia wateule wa rais wanaotumia nafasi zao kupanga safu za kuwania urais za mwaka 2030 na kusisitiza kuwa yeye hata msaliti Rais Samia. Kauli hii imezua mjadala mkubwa kuhusu siasa za ndani ya CCM na mustakabali wa uchaguzi wa mwaka 2030. Mheshimiwa Paul Makonda alitoa kauli hii leo wakati wa mkutano wa mwaka wa wadau wa elimu kwa umma mkoani Arusha akiwa pamoja na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Kauli hii yake inahusu siasa za ndani na maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2030. Amesema kuna wanasiasa wengi wanaotaka kutumia shida za wananchi kupata uongozi mkuu wa nchi. Ameahidi kushughulikia wale wote wanaopanga njama za kuharibu na kudhoofisha jitihada za Rais Samia Suluhu Hassan. Ameonya wateule wa rais ambao wamekuwa wakitumia nafasi zao kupanga safu za kuwania urais mwaka 2030. Katika sehemu kali zaidi, Makonda amesema, mimi tukiwa kwenye vita situmi mtu, na kuja mwenyewe kwa kushughulikia, na nina bahati pia ya kusema na Mungu. Watu wote hawa wanaojipanga na urais hawawezi hata kushika urais mwaka 2030. Mtaniona hapa, na hili wekeni kwenye kumbukumbu. Hawatapata, kwani Watanzania si wasahaulifu, na pia wataweka rekodi ulifanya nini awali, na ukweli ni kuwa huwezi kuwa malaika dakika za mwisho kabla ya uchaguzi. Shetani ni shetani tu, hata kama akizeeka. Amebainisha kuwa kukerwa na maagizo ya baadhi ya wanasiasa wanaojifanya kusikiliza kero za wananchi, kuikosoa serikali na kujitenga nayo ili kujiweka kando. Ameipongeza serikali ya Rais Samia na kumtaka Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba kutokatishwa tamaa, akiahidi kusimama imara na rais dhidi ya wote wanaompinga. Kauli hii ya Makonda inakuja wakati wa mvutano mkubwa wa kisiasa nchini Tanzania. Haya ni baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025 uliokuwa na utata, ambao matokeo asilimia 98 kwa Rais Samia, maandamano na madai ya ukandamizaji. Miongoni mwa wana CCM kuna migawanyiko: headliners wa Magufuli versus reformisti wa Samia. Kuna wanasiasa wengi ndani ya CCM na nje wanaotajwa kuwa na nia ya kuwania urais kwa mwaka 2030. Makonda ambaye ni mwanachama wa CCM na msaidizi mkubwa wa Rais Samia anatumia lugha kali: shetani ni shetani, nitawashughulikia mimi mwenyewe, mtaniona hapa, ili kuonya wanaotaka kutumia shida za wananchi kama bei za vitu, ukosefu wa ajira, madai ya demokrasia kupata umaarufu. Anasisitiza kuwa yeye hata msaliti rais na atasimama naye dhidi ya wanaompinga. Hii inaweza kuonekana kama ulinzi wa uongozi wa sasa wa Rais Samia. Pia ni onyo kwa wanasiasa wa ndani ya CCM wanaopanga safu mapema, na pia ni ujumbe wa upinzani na wanaokosoa serikali kuwa maagizo yao hayatapita. Kauli hii inafanana na mtindo wa Makonda wa kuwa mkali na wako moja kwa moja, ambao umemfanya awe na umaarufu na wakati mwingine utata ndani ya chama. Kauli ya Makonda inaonyesha mvutano unaoendelea ndani ya CCM kuelekea mwaka 2030. Anatumia lugha ya vita na shetani ili kuonya wanaotaka kutumia shida za umma kupata umaarufu. Hii inaweza kuwa mkakati wa kuimarisha uungwaji mkono wa Rais Samia na kuwakatisha tamaa wanaopanga mapema. Hata hivyo, inaweza pia kuonekana kama onyo kali ambalo linaweza kuongeza migawanyiko ndani ya chama au kati ya CCM na upinzani. Ni vizuri wanasiasa kuwa wazi kuhusu nia zao na kujenga uaminifu. Makonda anasisitiza kuwa Watanzania si wasahaulifu na rekodi ya mtu inahesabiwa. Hii ni ujumbe muhimu kwa uwajibikaji. Lugha kali kama shetani na nitawashughulikia mwenyewe inaweza kuongeza mvutano badala ya kujenga mazungumzo. Katika demokrasia,
Kila mtu mwenye sifa ana haki ya kuwania uongozi bila vitisho. Serikali inahitaji kuwa wazi na kutoa nafasi kwa watu wote. Kuelekea mwaka 2030, Tanzania inahitaji mazungumzo ya kitaifa badala ya onyo na migawanyiko. Rais Samia ana fursa ya kuongoza mageuzi ya kidemokrasia ili kuepuka migogoro. Vyama na viongozi wanapaswa kujenga uongozi wa uaminifu na si kutumia shida za wananchi kwa binafsi au kwa faida binafsi. Kauli kama hii inaonyesha kuwa siasa za mwaka 2030 zitaanza mapema na zitakuwa na mvutano mkubwa. Tunahitaji utamaduni wa siasa yenye hekima na mshikamano ili taifa liendelee. Wasikilizaji, kauli ya Mheshimiwa Paul Makonda leo Arusha imezua mjadala mkubwa kuhusu maandalizi ya uchaguzi wa mwaka 2030 na uaminifu wa wanasiasa. Anasisitiza ulinzi wa Rais Samia na onyo kwa wanaotaka kutumia shida za wananchi. Hii ni wakati wa kutafakari mustakabali wa demokrasia yetu. Asanteni kwa kunisikiliza. Mnaweza mkatoa maoni yenu hapo chini. Na je, kauli hii itasaidia au itaongeza mvutano? Tukutane baadaye ambapo tutapata taarifa zingine kuhusiana na kauli hii ya Paul Makonda.